Leo tuna dua hapa ya kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubakishie tunu yetu ya amani ambayo tunayo, na dua hili ni dua la jimbo lakini linalofanyika katika kata hii ya Kijichi. Leo hapa tuna dua. Wito kwa Watanzania, mambo yote hayawezi yakapatikanika isipokuwa kwanza ni kwa amani. Amani ndio msingi wa kila kitu. Uislamu ni dini ya amani na dini nyingine zote ni dini za amani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yufarriqa jama'atakum faktuluhu. Mtu yoyote akikujieni hali ya kuwa nyinyi mna amani katika nchi yenu, yeye anataka kuleta vurugu, huyo mtu Mtume ameelekeza kwamba muueni. Mtume ameruhusu kuuliwa mtu ambaye anayetaka kuleta vurugu katika sehemu ambayo ina amani, kuonyesha umuhimu mkubwa wa amani. Amani ni kitu kikubwa sana. Kila mtu, kila mzazi ajitahidi kuzungumza na watoto wake juu ya kuilinda amani yetu tuliyokuwa nayo katika nchi ya Tanzania. Nchi zote zilizotuzunguka zimekwisha chafuka tayari. Kisiwa kilichobakia cha amani ni Tanzania tu peke yake. Na hata leo hii hapa katika viwanja hivi vya soko la Kijichi kuna dua maalum kwa ajili ya kumwombea Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu ampe nguvu, afya na aweze kumaliza salama kampeni zake, lakini vile vile tuweze kupita salama katika mchakato huu wa uchaguzi wa tarehe 29. Kwa hiyo jimbo hili la Mbagala, viongozi wake wa kata zote tukishirikiana na sisi viongozi wa wilaya tumeandaa dua maalum kwa ajili ya kumwombea rais wetu. Ukizingatia kwenye wilaya yetu amefanya mambo makubwa mazuri na muhimu. Napenda kuwaambia katika 2025 Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake wameweza kuleta zaidi ya bilioni 572 kwa ajili ya kuendeleza miradi mbalimbali. Tusikubali amani ya Tanzania ikatoweka. Watu wa Tanzania wana uhuru, watu wa Tanzania wana amani, taifa limetulia, taifa lina amani sana. Tuiombee amani yetu. Tunamshukuru Mungu sana kwa viongozi wetu, wabunge wateule, madiwani wateule ambao wameteuliwa kugombea katika kipindi hiki cha 2025-2030. Tunawaombea kura zote za ndio wakavuke salama na amani kapate kutawala. Niwaambie kweli, hakuna kitu kizuri kama amani katika nchi. Niombe sana tujitokeze tarehe 29 tukamchague rais wetu, kipenzi chetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan.